katika huo mkutano mkuu kwa mwaka huu 2025, nini ambacho kitakwenda kuakisiwa zaidi katika huo mkutano. Haya ni matangazo ya moja kwa moja. Kumbuka hatimaye siku imefika leo tarehe 29 mwezi 5 mwaka 2025. Kuna jambo kubwa kabisa ambalo linafanyika hapa Dodoma, mkutano mkuu maalum wa CCM Taifa kwa mwaka 2025. Mkutano ambao unafanyika hapa Jakaya Kikwete Convention Center, moja kati ya mikutano mikubwa kabisa ya kimataifa. Chama cha Mapinduzi ndio wenye jambo lao, na moja kati ya jambo ambalo leo wanakuja kufanya, wana mambo makuu matatu, kwa maana kwamba ajenda tatu muhimu zinakwenda kuwasilishwa na mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo hayo ni kwenda kuelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025, namna ambavyo SMT na SMC walivyotekeleza ilani hiyo. Ajenda ya pili itakuwa ni kuitambulisha rasmi ama kuzindua ilani mpya mwaka 2025-2030, na ajenda ya tatu itakuwa ni kufanya marekebisho madogo ya katiba ya CCM leo hii. Na hapa wajumbe ni wengi kabisa ambao wamekuja kutoka mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Watakuwepo maji kutoka Zanzibar, ama waziri wa maji wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Shaibu Kadwara. Tupo naye hapa. Mheshimiwa, habari za Zanzibar? Nzuri tu. Kwema kabisa. Safi kabisa. Sasa kukutana Unguja, leo tumekutana kwenye mji wa watu. Dodoma, mji wetu. Moja kati ya vitu ambavyo vinakwenda kujadiliwa ni vitu kikubwa, ni utekelezaji wa ilani. Tutazame kwenye hilo, nawe ni mtendaji ambayo mmepewa maelekezo na mnasimamia ilani, na leo tutakuja kutuwasilishia hapa kiujumla, kwa maana kwamba yepi mmefanikiwa kwenye kada ya maji. Wewe ndio Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi amekuamini, amekukabidhi ilani na amekukabidhi tunasema utekelezaji kwenye wizara hiyo. Wizara ya maji inasemaje, Mheshimiwa Shaibu Kadwara? Wizara ya maji tunaendelea kufanya vizuri, tunaendelea kutatua matatizo ya wananchi wa Zanzibar. Tuna baadhi ya changamoto tunazo, lakini tuna mafanikio makubwa sana ambayo tumeyapata. Miongoni mwa mafanikio yetu, mnaona miradi yetu mikubwa ambayo tunaendelea kuitekeleza, lakini sambamba na yote hayo, bado kiu ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Hassan Mwinyi anataka ufanisi zaidi. Ili tujenge ufanisi zaidi, tumejaribu ku outsource huduma, lakini na management pamoja na kwenye revenue, ili huduma zipatikane, lakini na serikali ipate mapato yake yale ambayo ni ya msingi. Tunajua Zanzibar maji ni huduma, kwa hiyo huduma ndio ambacho tunaangalia sana. Ni takriban mikoa yote ya Zanzibar na shehia zote 365 tumeshazifikia. Kuna changamoto kwa sababu ukuaji wetu wa maendeleo, uongezeko la watu, changamoto lazima itabakia. Jana ya zawa sio hii ya leo. Nafikiri na wewe unaweza ukawa ni shahidi wa hilo. Leo hapa, kabla ya mkutano huu maalum na mkutano wa nyuma, tayari mlikuwa mmeshatekeleza zaidi ya 100% ya ilani. Tafsiri yake ilikuwa ni nini? Tafsiri yake ni kuwaonesha Watanzania kwamba serikali za Chama cha Mapinduzi ni serikali ambazo zimejizatiti kuondoa kero za wananchi, zimejizatiti kuleta maendeleo ya nchi. Hivyo nikizungumzia kwa upande wa Zanzibar tumeshatekeleza ilani zaidi 100+. Tumeshapitiliza yale malengo yaliyowekwa ya ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, na still bado tunaendelea kutekeleza zaidi na zaidi. Twende kwenye jimbo lako Chake Chake kule, hali ipoje sasa hivi? Ni kipindi ambacho tunasema kila mmoja mguu ndani mguu nje, mvutano bila shaka lazima utakuwepo. Kuna baadhi ya watu, taarifa tunazo kwamba wanahitaji hiyo nafasi ambayo wewe upo nayo. Inatoka wenye tamani wengi, lakini wanaoweza ni wachache.
ukichukulia historia ya Chake Chake, ya mimi kuwa mwakilishi wa jimbo la Chake Chake, ukimuuliza mwana Chake Chake atakwambia nimefanya nini. Lakini wenye tamaa kama vile wamekalia treni mbele. Sasa wao hiari yao na tamaa zao, lakini najua jinsi wana Chake Chake nilivyokaa nao, jinsi wana Chake Chake nilivyo dili na huduma zinazowahusu wana Chake Chake. Bado kuna baadhi ya mambo ambayo kidogo tu sijakamilisha, lakini nawaahidi ndani ya kipindi hichi naenda kuyamalizia. Kuna baadhi ya barabara zao, lakini niwaambie wana Chake Chake, zile barabara ambazo tuliziomba kwa Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi ameshatukubalia na zinaenda kuwekwa lami. Lakini tukiwa tunasubiria kuja kujengewa hizo barabara za lami, basi zile changamoto ambazo zimetokezea kwa kipindi hichi cha mvua naenda kurekebisha mimi mwakilishi wao. Jambo gani ambalo ndani ya Chake Chake lilikuwa ni changamoto sugu, na baada wewe kupewa ridhaa unasema imebaki ni historia ambayo utakukumbuka na unatamani waendelee kukumbuka zaidi? Kwanza mji wa Chake Chake, ndani ya mji wa Chake Chake ilikuwa hauna tofauti na kijiji. Kukiwa na kipindi cha mvua au kawaida tu, basi ndani ya mji wa Chake Chake ilikuwa wananchi wa mji wa Chake Chake, kuna baadhi ya maeneo tukizungumza Madungu, Kosovo, ilikuwa pale akipatikana mgonjwa au kitokezea changamoto yoyote, na kule vile vile kuna Mava, basi na vile vile kuna makazi mengi ya watu, lakini bado kulikuwa haujatengenezwa ubunifu wa kufikisha barabara. Mimi mwenyewe ndani ya mji wa Madungu nimefikisha barabara, nimejenga daraja. Lakini isitoshe, Shamiani Wawi hata serikali bado ilikuwa haijafikiria kujenga barabara. Mimi mwenyewe ndio barabara ya mwanzo nimeitengeneza mimi. Na nawaahidi watu wa Chake Chake na Wawi na Shamiani, kupitia Shamiani, barabara ile tayari Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameshakubali, kutokana na vile tulivyojaribu kuweka ile miundombinu, na yeye ameridhia sana kutatua changamoto za wananchi, na barabara ile inakwenda kuwekwa lami. Si hayo tu, Msingini pale palikuwa na kivuko, yani tunasema kidaraja, ilishabomoka. Nimeenda mimi nikajenga vingine daraja ya Msingini. Lakini kikubwa zaidi ndani ya Chake Chake, sehemu zote ambazo huduma za maji zinasuasua, nimechimba visima na umeme naweka mimi kwa gharama zangu, ili wenzangu waondokane na changamoto hizo. Maji ndio kila kitu. Hata Mwenyezi Mungu asema ameajalia maji kila kitu kiwe hai, waj'alna al-ma'a kulla shay'in hayya. Kwa hiyo na hilo tunathamini sana ndugu yangu. Ukipewa ridhaa tena, nini haswa shabaha yako sasa? Nina mambo matatu muhimu ambayo na kiu kwamba hayo mambo yakabilike nikiwa mimi ni kiongozi ambao wana Chake Chake wameendelea kunipa ridhaa. Kuna daraja inaitwa daraja Tingatinga. Kuna sehemu inaitwa Tingatinga, ni mto wa maji chumvi. Ni hapo nitahakikisha, na mimi najua rais wetu ni msikivu, hapo pawe na daraja ya kuunganisha Wesha, Kisiwani na Chake Chake. Hilo moja. Lakini la pili, kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, nitahakikisha kama Chama cha Mapinduzi tumepata miradi ya kujiendeleza ndani ya Chake Chake, ndani ya mkoa wa Kusini Pemba. Kama kwa sasa Chake Chake, jimbo la Chake Chake tunajenga gorofa la uwekezaji ambalo mimi mwenyewe ndio na initiative. Foundation naipiga mimi mwenyewe na ground nitapiga mimi mwenyewe, ambapo wataniwezesha basi nakuja kumalizia kitu ambacho hata kwenye familia yangu mimi sijafanya. Kwenye familia yangu hakuna nyumba yenye thamani kama hiyo, lakini nihakikishe Chake Chake ni kwetu. Chake Chake ni nchi yetu. Chama cha Mapinduzi ndio chama chetu, ndio chama cha wazee wetu, ndio chama kilichotulea. Kwa hiyo bado tunaendelea kukithamini chama, tunaendelea kuwathamini wanachama wa jimbo la Chake Chake. Nikushukuru Mheshimiwa Shaibu Kaduara na kwa maelezo yako. Asante sana. Sawa. Alikuwa ni Mheshimiwa Shaibu Kaduara ambaye ni waziri wa maji. Tumezungumza naye mambo mengi kabisa, na wajumbe mbalimbali kama ambavyo nimekudokezea awali wanaingia hapa. Ukumbi ni mkubwa kabisa, na kwenye yale mambo ambayo nilikuelezea kwa maana kwamba yakwenda kujadiliwa hapa leo, ingekuwa mkutano ule wa nyuma haukukamilika kwa ukubwa, yani kwa maana kwamba wajumbe wasingependekeza majina ya wagombea nafasi ya urais, basi ingekuwa mkutano huu leo ndo ungekuwa ni sehemu ya agenda, ingekuwa ni hiyo kwenye namna ya kuleta lakini kwa kwamba yakuja kupendekeza hao wajumbe, kwa maana kwamba wagombea nafasi hiyo. Lakini kwa sasa, kwa kuwa tayari mkutano uliopita ulishapendekeza, kwa maana kwamba ulishapendekeza wagombea kwa nafasi ya urais wa Zanzibar pamoja na
kwa maana kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Zanzibar, ambaye alikuwa ameshapendekezwa ni Dr. Hussein Mwinyi kugombea nafasi hiyo ya urais. Yes, robot yupo nyuma yangu hapa. Naye pia yupo kwa ni step pia ya kunasema kupendezesha wageni ambao wanakuja kwenye eneo hili. Imekuwa ni kivutio kabisa hapa, lakini bali ya wagombea kwa maana kwamba makamo tunasema pia kwa upande wa mgombea mwenza Dr. Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye alimteua kuwa Balozi Manuel John Nchimbi kuwa makamo wa rais kwa maana kwamba mgombea mwenza. Jambo zuri kabisa na jambo lenye kuleta faraja ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye wajumbe hawa walimpendekeza ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wagombea wa nafasi mbili za urais kwa upande wa SMT na SMZ wote wameshapatikana na wote wamesha timia. Sasa kinacho subiriwa kwa sasa ni kuona namna gani wanaweza kusonga mbele kwa nafasi nyingine ambazo hazina mitano tena, kwa maana kwamba watakuwa na nafasi na wao ya kuweza kuzipigania, watakuwa na nafasi na wao ya kuweza kuona kwamba wanaingia kwenye vinyang'anyiro kama ilivyokuwa kwa nafasi nyingine. Lakini kwenye utekelezaji wa ilani wenyewe kwamba kuna mambo mengi sana ambayo tayari wamesha yatazama ama wamesha yaangazia, unaweza ukaona kwa ukubwa wake. Moja kati ya kivutio kikubwa ilikuwepo ni SGR ambayo tunasema standard gauge railway, ambayo yenyewe nayo ilikuwa imesha patikana kwa ukamilifu wake na ilizinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa leo hapa tunasema moja kati ya mjumbe wa kamati kuu ambaye ni makamo wa pili wa rais wa Zanzibar, yeye ndio mtendaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ataweza kuja kuelezea hapa baadaye kila ambacho wametekeleza kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni leo kwa mujibu wa ratiba ama kesho, lakini hii ni miongoni mwa ajenda ambazo wao wenyewe wataweza kuzijadili. Ikitokezea tunasema mengineyo, na itakuwa ni sehemu ya vitu ambavyo vitakwenda kujadiliwa kwa wakati huu kwa kubwa kabisa. Nimemwona tunasema katibu mkuu Wizara ya Habari Bi Fatma Hamad Rajab, ni miongoni mwa wajumbe ambao tayari wameshafika kwenye eneo hili kwa ajili ya kufika na kwenda kusikiliza ama kutazama kila ambacho kinachoendelea. Wajumbe ni wengi sana ambao wajitokeza hapa. Mzee, habari? Njema kabisa. Heshima yako bwana. Marhaba bwana, habari ya leo? Nashukuru Mungu. Ni mjumbe kutokea mkoa gani? Mimi ni kutoka mkoa wa Dodoma, wilaya ya Chemba. Tunasema hapa wewe ni nyumbani. Mimi ni nyumbani wa kukaya. Asante. Ndio. Kipi haswa kwenye ajenda tatu ambazo mmekwenda kuzitazama kwako na shauku nayo? Kwenye ya kwanza ni kwenda kuwasilishwa kwa utekelezaji wa ilani, lakini ya pili kwenda kuzindua kwa ilani mpya, na ya tatu ni kufanya marekebisho madogo madogo. Kwako lipi ni shauku kwenye hilo? Kubwa zaidi mimi ambalo naingia nalo pale ni utekelezaji, kusoma utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi 2025 ambao waziri mkuu atauwasilisha leo. Ni mategemeo ya wananchi wote katika mkoa wa Dodoma, hususan tukiangalia katika mkoa wetu wa Dodoma. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi sana katika wilaya yangu ya Chemba. Katika miezi mitatu iliyopita zaidi ya bilioni 20 zimeingia kwa ajili ya utekelezaji wa madarasa, vituo vya afya na zahanati. Wananchi huko nje wanazungumziaje kuhusu haya maendeleo ambayo yanafanywa na viongozi hao? Wananchi kwa kweli wanaendelea kumwombea dua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameweza kuleta miradi mingi ya kimkakati ambayo kwa kweli inawasaidia wananchi, na vile vile katika uchaguzi huu unaoendelea 2025 wananchi wanasema watatoa kura za kutosha kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu ili aendelee kuwatumikia. Asante sana. Asante sana. Sawa. Tumepata hujaniuliza majina yangu, naitwa Msonga Swedi, katibu wa siasa na uenezi wilaya ya Chemba. Asante sana. Asante. Amina. Tutapiga story pia na mtu mwingine, ndugu yetu Fahmi Ali Mwinyi, tupo naye hapa, mjumbe mkutano mkuu kutoka visiwani Zanzibar. Lengo letu haswa hapa ni tunasema kutoka nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Fahmi Ali Mwinyi tupo naye hapa. Karibu sana mzee.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwema kabisa. Shukuru sana. Kwema kabisa. Majukumu yanasemaje? Aheri mpaka sasa. Vipi na nyinyi haraka? Tunashukuru Mungu. Karibuni Dodoma sana. Asante, tumeshakaribia. Ni mji wetu, kwa nyinyi ni wageni, kwa karibuni sana. Asante. Tupo kwenye mkutano mkuu maalum. Wenyewe wana CCM mnasema ikikaa maalum unakuwa ni maalum kweli kweli. Umaalumu huu unabebwa na kitu gani? Umaalumu huu unabebwa kwa sifa kipekee ya kwamba chama kina mkakati wake na kina jambo lake kufikia 2025 kwenda kwa 30. Sasa mkutano huu utakwenda kwenye mkakati maalum wa kuweza kubadilisha baadhi ya vipengele kwenye katiba, lakini pia kuzindua ilani yetu. Tutazindua ambayo ya 25 kwenda 30, lakini pia tutaeleza mafanikio ambayo yameweza kupatikana kupitia serikali tangu mwaka 2020 mpaka 2025. Pia tutatoa mwongozo yale ambayo yanapendekezwa kwenda kutekelezwa kwenye serikali zijazo inshallah. Unajua Chama cha Mapinduzi kina sifa moja kwamba ushindi kwetu sisi ni lazima. Kwa hiyo tunaamini kwamba sisi tutashinda kwa kile ambacho tulichokifanya, na ndio maana tunasema tunakwenda kutoa mapendekezo ya miradi ambayo tunakwenda kuifanya kutoka 2025 kwenda 30. Tukitazama 2025 kwenye ilani ambayo mmeshaikamilisha kwenye utekelezaji wake, kwa leo mnakwenda kuzindua ilani nyingine mpya. Uthubutu, ujasiri wa kukamilisha yale yote kwa asilimia zaidi ya 100. Chama cha Mapinduzi nyinyi wajumbe wakubwa kabisa, mliutolea wapi? Yote ilitoka kutokana na imani ya wananchi ambao walikuwa wametupa. Unajua sasa hivi dunia inabadilika. Dunia inabadilika na watu wanaona, mitandao inaonyesha vitu vyote. Kwa hiyo ni imani ambayo wananchi tulikopa kipindi ambacho mwaka 2020 tuliwaambia kwamba tukopesheni imani yenu ili tuweze kulipeni maendeleo, na tuliwalipa maendeleo ambayo sasa Tanzania, Afrika, dunia nzima imeona kwamba chama imara cha ukombozi, Chama cha Mapinduzi kinafanya yale ambayo leo wameahidi na mengine ya ubunifu zaidi. Tukitazama Zanzibar ina mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya miundombinu, afya na maeneo mengine. Kwako wewe ni eneo gani ambalo ukitazama unasema yes, wow, kwangu mimi ilikuwa superb na sikutarajia hii kwenye hilo? Kwa upande wa Zanzibar, kwa upande wa Zanzibar, kwanza nichukue fursa hii ya kumpongeza sana Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya katika kipindi chake cha muda mfupi cha miaka 5. Kwa kweli naweza nikasema kwamba amepitiliza hata ule wa 100% wa utendaji wake wa kazi. Kwa kikubwa ni kwamba amefanya vizuri sana, hususan kwenye sekta ya elimu. Ni mfano tosha ambao naweza nikasema kuanzia East Africa nzima. Basi kwa upande wa Zanzibar imeweza kufanya vizuri kwenye majengo hayo ya shule, lakini hali kadhalika kwenye sekta ya afya basi nayo imeweza kufanya vizuri sana kwa kuweza kujenga hospitali za wilaya takriban 10, ikiwa na hospitali moja ya mkoa ya rufaa ambayo hiyo ni kipekee, ni sifa kubwa. Lakini hakuishia hapo tu, hata kwenye sekta ya masuala ya ujenzi na tukiangalia katika wizara ya mawasiliano ameweza kufanya vizuri sana kwa kuongeza ule Terminal 3, lakini hali kadhalika Terminal 2 sasa hivi tunaiona inanyanyuka vizuri, lakini business center nayo iko vizuri pale uwanja wa ndege imenyanyuka, ambayo kwa mfano wake katika East Africa inakuwa ni ya kwanza. Sawa. Lakini pia tukiangalia bandari ameweza kupanua wigo mzuri sana wa bandari. Hivi sasa Zanzibar meli hazisubiri tena ile baada ya wiki 3 mwezi. Tuna bandari takriban ile ya bandarini na ile bandari kavu zimeweza kusaidia vizuri sana ubebaji wa makontena. Fahmi, nyinyi kama wajumbe wa mkutano mkuu mna nafasi gani kuelekea 2025 kushawishi wananchi kwenye wakati wa uchaguzi, kuona mnafanikiwa hilo na wananchi wanaendelea kuamini zaidi? Kwa ufupi sana. Kuwashawishi wananchi kwenye nafasi za kugombea? Hapana, kupiga kura. Yaani mwananchi wa kawaida unamwambia nini aendelee kuiamini za Chama cha Mapinduzi? Wito wangu kwa wananchi wote wa Tanzania wote waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Hichi ndio chama cha ukombozi na ndio chama pekee Afrika chenye nguvu na kilichodumu madarakani. Hiyo ni taswira pekee kabisa ya kuona kwamba hichi ni chama imara. Kwa nataka niwaambie waachane kabisa na maneno ambayo ya wasakatonge, waachane kabisa na maneno ambayo wanataka kuvuruga nchi yetu. Waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Kama tulisema tumetekeleza. Na sasa nataka niwaambie kwamba wakienda kukichagua hii kwenye 2025 kwenda 30, Tanzania kama Ulaya bwana. Nikushukuru Fahmi. Nakushukuru sana mtazamaji. Asante. Huyo ni Fahmi Ali Mwinyi ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM. Tumemwona pia mkuu wa mkoa wa Tanga waja leo, warudi leo, anatuambia kurudi majaliwa, Mheshimiwa Balozi Matilda kama sijakosea. Hongera na kazi. Nashukuru sana, hongereni na nyinyi na kazi. Nimekuambia hongera ya kazi kwenye mitandao ya kijamii na kuona upo vizuri sana.
tuna wanahabari na jamii tunapata update mbalimbali kupitia kwenye account yako ya Instagram. Tunaona na zile harakati zako hasa kwenye sekta ya elimu na kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia. Hongera kwenye hilo. Tanga kwenye eneo la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni moja kati ya uwasilishwaji wa ripoti, na wewe umepewa dhamana ya kusimamia ilani. Kila mtendaji wote wa serikali anayo hiyo ilani. Kwako unaitazamaje, vipi, imekamilika kwa kiwango gani? Kwa hakika sisi kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini tunampongeza pia Mheshimiwa Hussein Mwinyi kwa jinsi ambavyo kwa pamoja wameendelea kufanya kazi kubwa, na sisi wasaidizi wao tumehakikisha kwamba ilani ile inatekelezwa kwa asilimia kubwa. Masuala ya uchumi wa buluu, na sisi kwa upande wa Tanga tumeendelea kuwasaidia vijana wetu na wakina mama katika kilimo cha mwani, lakini kunenepesha zile nikaa na majongobari, na tumekuja mpaka Zanzibar kujifunza na kuhakikisha kwamba hiyo sekta tunaitendea haki. Lakini sasa hivi tumegawa maboti. Utakumbuka Mheshimiwa Rais aligawa maboti zaidi kwa ajili ya wavuvi, lakini pia fiber kwa ajili ya wakulima wa mwani, na sasa hivi tunakwenda sasa kwenye deep sea katika uvuvi wa bahari kuu. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa sana ukiangalia hii sekta ya uchumi wa bluu ilikuwa hitaji huko nyuma, lakini kupitia Hussein Mwinyi na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan wameweza kuhakikisha kwamba hii sekta sasa inaenda kuwakomboa jamii za wavuvi, ambapo kwa kiasi kubwa ukanda wetu wa pwani hali za maisha zilikuwa duni kiasi kubwa. Lakini sasa hivi pia hata ukiangalia katika kilimo tumeendelea kuimarisha kilimo cha mikarafuu. Sisi kama jirani zenu, na sisi mikarafuu inastawi Tanga. Kwa hivyo tuna mikarafuu, tuna miabdalasini, lakini tuna mazao mengine, na ndio maana siku za Jumatatu watu kutoka Unguja, Pemba wanakuja pale soko letu la Mgandini kwa ajili ya kupata vyakula mbalimbali. Lakini tumeendelea kushirikiana kupitia uchukuzi, meli za vyombo vya usafiri vya kuja kutoka kule Zanzibar zinakuja Tanga kwenda Pemba. Tunasafirisha simenti yetu kutoka Tanga pale, ambapo kupitia uwekezaji mzuri wa Mheshimiwa Rais wetu ameweza kuvutia uwekezaji mkubwa. Sasa hivi tuna viwanda 3 na 2 vinakuja, tutakuwa na viwanda 5 vya simenti pale Tanga. Kwa hivyo saruji kubwa ambayo inatumika kule Zanzibar inatoka pale Tanga. Lakini hata ile Tanga Stone ambayo sasa hivi majengo mazuri yanapendeza Zanzibar yanatoka pale Tanga. Tuna mashirikiano mazuri sana hata katika masuala mazima ya eneo la elimu. Tumeona uwekezaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais wetu amefanya. Madarasa na mashule yamejengwa ya ghorofa, na sisi sasa hivi Tanga tumeanza sasa na sisi jengo letu la kwanza la ghorofa, kwa sababu pia ya ufinyu wa maeneo hasa katika maeneo ya mijini. Tukibaki kwenye huu muingiliano wa kimaendeleo ambao kwenye sekta ya uchumi umeleta tija wa usafirishaji ambao umeunganisha Tanga pamoja na kile Pemba, ambao Pemba ndio Zanzibar yenyewe kiujumla. Unasimamia kwenye swala zima la kamati ya ulinzi na usalama. Hali ipoje? Umejipanga vipi kuona kwamba uimara huo unazidi kuimarika, lakini kwenye hali ya ulinzi na usalama unakuwa kubwa zaidi hapo? Kwa hakika sisi tuna mikutano yetu ya pamoja kati ya wakuu wa mikoa wa Tanga, Pwani, Dar es Salaam na Zanzibar na Pemba, na kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya madoria ya pamoja na kuzuia masuala mazima ya usafirishaji wa madawa ya kulevya, magendo, na hata katika maeneo ambayo yalikuwa yanatupa shida sana na swala hili la magendo ilikuwa ni kukosekana kwa bandari rasmi. Sasa hivi tumerasimisha bandari ya Kipumbwi, bandari ya Kigombe, bandari ya Sahare. Kuna vijana wa mamlaka ya mapato. Kwa hivyo mtu akileta mafuta kutoka Zanzibar yanapata vibali rasmi na yanaingia rasmi bila kupata adha yoyote. Kwa hivyo mimi niwaambie ndugu zetu wa Zanzibar tufanye hii biashara kwa kupitia maeneo yetu rasmi, ili kuepuka hasara kubwa ambapo ukishikwa mizigo wote unataifishwa. Mkuu wa mkoa, tukamilishe na ile la mwisho. Umekuwa ukibadilishwa mikoa kadhaa. Kabla Tanga kuna mkoa nyuma ulikopo Tabora, umepelekwa Tanga. Kwako inakuongezea kitu gani kwenye spirit ya ufanyaji wa kazi? Tukikuona bado hupwai, spirit ni ile ile. Nini chagizo ya haya? Nashukuru sana. Kwanza nashukuru kwa imani hii Mheshimiwa Rais ameendelea kunipa, na nilianza kama rasi Shinyanga, na baadaye nikawa mkuu wa mkoa wa Tabora,
na nilikuwa pale zaidi ya miaka mitatu na kiasi ndio nikahamishwa Tanga, na kwa hakika mimi kisiri ni kwenda kujifunza na kushirikiana na wenzangu na wakuta pale, lakini kuwa mtumishi wa watu na kusimamia kuona kero za wananchi ni kero zetu, kwa sababu vinginevyo wananchi wakiwa na kero ambazo hazisikilizwi wanakosa imani na serikali, na tunakuwa tunamtwika mzigo Mheshimiwa Rais ambaye alitegemea sisi tuwasaidie. Unapata muda wa kupumzika kweli? Maana kwa heka ninaweza kuona kwenye utumishi wa wananchi kweli muda unao wa kupumzika? Kiasi tunapanga hivyo, muda wa ibada, muda wa kazi, muda wa kupumzika. Hongera sana mheshimiwa na kazi iendelee. Mimi nawakaribisha sana ZC nani kule Tanga. Tupange rasmi mje mzunguke katika vivutio vyetu, alafu mle pia na mambo mbalimbali kule Chayanazi sisi ndo tumejikita sana. Lakini hata vipopo vile jicho la mke mweza vipo vyote vitu kama hivyo. Kwenye hilo floor manager ameshalipokea, litafanywa kazi. Asante balozi, asante. Haya, tunasema ukipata mwaliko unatumia hapo hapo. Ni mwaliko wa Tanga, hawezi Mheshimiwa Juma Khatib tupo naye hapa. Mheshimiwa, habari yako? Nzuri, salama kabisa. Salama kabisa. Mmoja kati ya wageni waalikwa. Karibu sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na kukutana tena leo hapa, lakini pia nawapongeza Chama cha Mapinduzi, wamekuwa wanaonesha demokrasia hapa. Wamealika vyama vyote vya siasa, wenye viti na makatibu wakuu, na kwa kweli hii ndio ukuaji wa demokrasia. Kwa hivyo hata na sisi vyama vingine pamoja na uwezo wetu hatulingani na wao, lakini pia tunajaribu tunapofanya mikutano mikubwa kama hii watu wanalika vyama vya siasa. Wewe ni mzoefu kwenye mkutano kama hii, unapata mwaliko mara kwa mara. Unajifunza kitu gani kwenye mikutano ya namna hii? Najifunza kwanza demokrasia yao na ushirikishwaji katika maamuzi yao, hasa mambo yale ya kitaifa. Wameonyesha kwanza ukomavu mkubwa sana, na niseme tu bado Chama cha Mapinduzi wana nafasi kubwa sana. Wewe mwenyewe unaona hiyo hali, hakuna chama kingine ambacho kwa sasa, ila sisi vyama vingine tuendelee kufanya kazi na tuendelee kuyaiga mambo mazuri wanaofanya wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ukitaka ufanikiwe yachukue mazuri anaofanya mwenzako, na wewe boresha na ya kwako, utafanikiwa. Tumekushuhudia mara kadhaa ukinadi amani na ni miongoni mwa mwanasiasa pia mkongo kabisa. Kisiwa cha Zanzibar, wananchi kwenye hili walibebe vipi? Walibebe kwamba Chama cha Mapinduzi kina dhamana kubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kina dhamana ya kuendesha serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo ni vyema wao wanapokutana wakafanya vikao vikubwa kama hivi, ni kuonesha kwamba demokrasia na ukuaji wa siasa umekuwa. Lakini tutake tusitake, wenzetu kwa kweli wana uwezo mkubwa sana, na hili halitaki tochi, na sisi vyama vyetu vinaendelea kukua uko mbele, na sisi vitatokezea vyama vitalingana na Chama cha Mapinduzi. Kushukuru Mheshimiwa Juma Khatib. Asante sana. Sawa, tumepata maelezo yake mazuri kabisa. Sawa, mjumbe kutoka Zanzibar, tutazungumza mwisho, tuanze na mheshimiwa afu tutakuja kumaliza na wewe hapa tupate pia maelezo yake. Mama yetu tumemwona Kastiko yupo, kuna kiongozi mwingine hapa. Sawa, acha tuanze. Wajumbe ni wengi, tutakwenda na wote kwa haraka. Sawa, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Abduli Mluya, ni katibu mkuu wa Chama cha Democratic Party DP. Okay. Lakini ni mjumbe wa kamati ya uongozi ya baraza la vyama vya siasa. Na ni mwenyekiti wa kamati ya siasa na bunge kwenye baraza la vyama vya siasa. Sawa. Kwenye haya ambayo yanafanyika hapa wa Chama cha Mapinduzi, wingi wao, lakini mbali ya wingi wao, kwa maana kwamba nanyi vyama vya upinzani mnakuja hapa, huwa mnajifunza kitu gani kwenye haya? Kwanza lazima ujue historia. Vyama vya upinzani vimezaliwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu baada ya vyama vingi kuondoka, chama bunge ambalo lilikaa kupitisha vyama vingi la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kama sehemu ya shamba darasa, kujifunza namna gani wakongwe wa siasa waanzilishi au wakongwe wa siasa wanapofanya siasa zao, na sisi tunajifunza kuchukua yale mazuri ili na sisi tukakomaze demokrasia. Lakini bado siasa ni mahusiano,
siasa ni makinzano ya kihoja, siasa sio adui. Kwa hivyo tumekuja kuwaunga mkono wenzetu, lakini pia tukiwa sehemu ya kujifunza ni namna gani demokrasia inaweza kuendeshwa ndani ya chama, na mara nyingi tumekuwa tukiona wakifanya vizuri. Sasa na safari hii sasa tumekuja kuona muendelezo wa yale mazuri ambayo wamekuwa wakiyafanya, ili na sisi tukitoka hapa tukapeleka kwenye vyama vyetu namna gani ambavyo wenzetu wanafanya siasa. Ipo siku natamani kujiunga na Chama cha Mapinduzi? Sasa mkishakuwa wote upande mmoja, ile ladha ya demokrasia inakosekana. Kwa hivyo sijafikiria kutamani. Lakini unawaza? Na sijawaza kwa kweli, isipokuwa nafikiria kwamba nikiwa upande huu tunakuwa ni sehemu ya kuchochea na kuchagiza maendeleo. Asante. Kushukuru kwa asante sana. Sawa. Mheshimiwa Kastiko, heshima yako mama. Kwa heshima la mila. Mama kabisa. Kwa mara nyingi habari zenu? Nakushukuru. Hongereni kwa kazi nzuri. Asante. Tutakukumbuka wakati ule kaeka Wizara ya Maendeleo ya Jinsia Zanzibar ulisimamisha vizuri kabisa. Sawa. Leo mama tupo hapa, kuna kauli mbiu ambayo umekuja nayo, kazi utu tunasonga mbele. Kauli mbiu ile inaakisi nini? 2025 kwenda 30. Inaakisi kwamba tufanye kazi kwa bidii, lakini tuwe na utu. Tusiumizane, tusidharauliane, tusaidiane, tusiangalie jinsia wala tusiangalie rangi wala tusiangalie dini. Utu unataka kila kitu apate haki. Na mama kuanzisha swala hili la utu, mbiu hii imempa heshima kubwa sana, imempa uwezo mkubwa sana na kuona jinsi gani anaipenda nchi yake, kwa sababu sio mambo yawe yaenda hivi pasipokuwa na utu ndani yake. Utu ni kila kitu, na Mungu anasema mtu yeyote anayefanya mambo mema ndio mtu anayemtaka kumtumia katika maisha. Kwa hiyo utu ni muhimu. Utu ni pamoja na kuhakikisha kwamba kudharau, unyimu, na muangalie mwenzako, na kama una njaa na mwenzako hakikisha kwamba naye ameshiba. Kama una dhiki, tazama katika utu tumepata mafanikio mengi sana. Tumepata barabara, ni kwa sababu ya utu. Tumepata maji, tumepata umeme, tumepata vitu chungu zima. Kule Zanzibar kusemea kunaingia kwenye maswalko, utafikiri unaingia kwa lifti. Tumepata barabara. Tuna mambo mengi, yale yote yanatokana na utu. Kwenye utekelezaji ya haya leo, ilani kwako kukamilika kwa uharaka, nini kilichagiza kukamilika kwa ilani kwa haraka zaidi? Kwa sababu viongozi tunawapa kazi za ilani, na hao viongozi walioko madarakani sio waliochupiwa magari, ni watu ambao wameanza toka huko chini. Zinatengenezwa ilani, wanazijua, wamelelewa ndani ya ilani, wameelewa, wanajua na wana moyo wa kutaka kuhakikisha kwamba wanaendeleza ile swala. Wangekuwa ni mtu mgeni mwanze kumkochi fanya hiki fanya hiki, lakini hawa iko ndani ya damu yao na wana upendo kwa wananchi, wana upendo wa kuhakikisha kwamba nchi yao inafanya, wana hisia. Ndio maana mambo yote yanayokwenda kwa spidi, kwa sababu wanayajua. Wangekuwa ni watu wa kuchupia tu, wangekuwa ni shida sana, mpaka akayasome mafaili mlani kafikia wapi. Hapana, lakini mafaili yako kwenye mioyo yao, wamelelewa katika system. Zanzibar, moja kati ya sekta ambayo imefanya vizuri ni afya pamoja na elimu. Afya kwako unaitazama vipi kwa Zanzibar? Afya ni kila kitu ambacho bila afya hakuna chochote kile. Kile kitendo cha Dr. Mwai Hussein kuhakikisha kwamba kuna hospitali katika maeneo tofauti kimetusaidia sana, kwa sababu mji unapanuka na masuala ya usafiri na madaktari amewapa kipaumbele. Na mwenyewe kwa kuwa professional ni daktari, lakini imesaidia sana kuhakikisha kwamba kuna mambo mengi, badala ya kuchukua mtu atoke hapa na wote kujazana mnazi mmoja ikawa tunakanyagana, hujui unafanya nini, huyu anafanya nini, imekuwa yote imetupa nafuu. Lakini pia imesaidia kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi, mazingira yanapendeza sana. Kwa kweli kama mtu hataki kuja hajatembea aje Zanzibar aone hali halisi mambo yanaendelea. Kwa hiyo afya Tanzania bara kwenda katika kila sehemu, hakuna mahali panafika za kilomita 5 hapana huduma ya afya. Kuhakikisha kwamba tumepata madaktari, tumepata wanawake wanafanya kazi kwa moyo, vijana wanaendelea kufundishwa, na wazazi wanazingatiwa, walezi wanazingatiwa, wazee wanazingatiwa. Kwa hiyo afya imekuwa, na mtu ni afya. Ukiwa huna afya unawezaje kuongoza, unawezaje kufanya kazi, unawezaje kuhudumia, unawezaje kuchangia nchi yako? Huwezi kufanya chochote kile. Kwa hiyo afya ni msingi. Mheshimiwa Maureen Kastiko, tupo live Zanzibar Cable Television na Zanzibar nzima wanakutazama. Tupo live. Unatazamwa sasa hivi. Nataka kuambia kwamba mimi sasa hivi nagombea nafasi ya wazazi taifa. Nataka niingie kwenye wazazi, kwa sababu kwenye chama lazima kuwe na wazee. Bakiwa vijana watupu, nani atashauri mwenzake? Nani ataweza kuongoza? Nani anaweza kutoa experience ambayo ni live?
lakini pia kwa kuwa ni wazazi, kwa kuwa nimepitia katika maeneo hayo. Nimeitwa daktari kwa sababu ya masuala ya kijamii, kwenye kazi, wanawake, vijana, watoto, wazazi, kila kitu. Kwa hiyo na mimi naomba nafasi hiyo, natangaza nia, sianza kuomba, natangaza nia. Naomba baraka zenu, tushirikiane ili tufanye kazi. Nawapongeza sana vyombo vya habari. Mungu awabariki sana. Kushukuru mheshimiwa. Kwa sasa kabla ya kuingia kwenye kugombania nafasi yako ipi? Mimi sasa hivi ni waziri mstaafu na katibu wa organization taifa mstaafu, lakini pia mfanyakazi vyama vya wafanyakazi mstaafu, na pia ni mwanamjasiriamali. Nina mahali na huduma yangu inaitwa Shamba Nice. Natunza wageni wanaokuja wakija kutembea. Kwa hiyo karibuni Shamba Nice, mkiwa mmechoka, mfanya nini, mtahudumiwa. Na mheshimiwa. Karibu tena kwenye uwanda wa kesi. Sana wa kutumia kuhakikisha wanakula vyakula bora, watu vyakula asilia. Kushukuru mheshimiwa. Asante sana. Sawa, tulikuwa tunapiga story 2-3 na Mama Maureen Kiastiko ambaye naye ametuambia mikakati yake, mipango yake, malengo yake. Kiongozi pale nimemwona naye pale ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa UVCCM taifa, akizungumza kabla ya majukumu hayo kupewa Jokate Mwegelo, alikuwa ni yeye. Sasa wajumbe nao wanazidi kuingia hapa. Tumezungumza mambo mengi kabisa hapa na viongozi mbalimbali ambao nao wanakuja hapa. Ukumbi ni mkubwa kama ambavyo awali nimekudokezea. Lakini mtazamaji, nikupe dondoo 2-3 wakati wageni ama viongozi mbalimbali wa wajumbe wakiwa wanamiminika hapa kwenye mkutano huu maalum. Na kuna Fahmi Ali Mwinyi alituambia, ama nilipomuuliza kwa nini umekuwa ni mkutano maalum, naye aliniambia kwa sababu ya kupewa mkutano huo maalum. Mjumbe kutoka Zanzibar na pia yupo, sogea ndugu yangu, ndugu Ali Juma, mambo vipi? Safi. Unatokea mkoa gani? Natokea mkoa Kaskazini Pemba. Kaskazini Pemba. Ndio. Pemba kwenye miaka 5 hii ambayo imeshatamatika, ni kipi kwenu ambacho kilikuwa ni historia, hatimaye kwenye swala zima la kimaendeleo limetatuka, unaweza kusema yes, hii kwetu ilikuwa ni historia ambayo ilituumiza, leo imekuwa ni furaha? Karibu. Asante sana. Kwanza nakushukuru. Mimi kama mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa Dodoma hii, kwanza nianze kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuheshimisha kama wajumbe, kwa kutujali, lakini kwa kuweza kutuheshimisha kama nchi ya Tanzania, kwa sababu ni kiongozi shupavu, kiongozi mbunifu, kiongozi ambaye ni mpenda maendeleo, hasa yule tuliye tukintafuta katika miaka karibuni 25-26. Zanzibar ameibadilisha kwa kushirikiana na Dr. Mwinyi. Mama Samia amebadilisha Zanzibar kwa kushirikiana na Dr. Mwinyi kwa kuweza kutuletea maendeleo makubwa ya miradi mbalimbali, ikiwemo barabara, mambo ya hospitali za kisasa, lakini uwekezaji tayari ushaanza kutia miguu Pemba, na kwa sasa tuko vizuri mno, na kwa sasa tunaanza kidogo kidogo na tutafikia malengo yale ambayo Wazanzibari pamoja na Wapemba tulikuwa tunayahitaji. Kwa miaka hivi karibuni kutoka kisiwani Pemba mmekuwa na mwamko mkubwa zaidi ya watu wengi kujikita kijani, kwa maana kwamba kutoka chama fulani kuja kwenye kijani. Maana yake ni nini? Miaka nyuma palikuwa ni changamoto hii, kwa sasa mmekuwa ni makundi kwa makundi wakijiunga na chama hichi. Nyinyi wewe ndio upo kwa kisiwani Pemba kutoka Kaskazini Pemba. Maana yake nini, ama kitu gani unadhani kinawavutia watu kujiunga huku? Asante sana. Kitu ambacho kwa sasa kinawavutia watu kujiunga na CCM, moja ni maendeleo na viongozi bora ambao tunao kwa sasa. Viongozi ambao wanaaminiwa ni wananchi, viongozi ambao wanaaminiwa ni watu walio wengi. Kwa sasa chama ambacho kina uwezo wa kutoa sera zake na kuweza kuzitangaza na zikatangazika, basi ni Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho kinaongozwa na mama yetu Samia na Dr. Mwinyi kwa kule Zanzibar. Viongozi hawa ni mfano. Viongozi hawa ukitaka kuwachambua, maana yake mpaka uwe na daftari yasiyopungua 10 mpaka 12, kwa sababu ya uwezo ambao wanao, maendeleo ya kisasa wanaotuletea visiwani kwetu Zanzibar, lakini na huku Tanzania bara tunajionea. Kwa hiyo ina maana kila mwananchi anapenda kwa sasa kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na kwa sasa Zanzibar tunakwenda kuimaliza kabisa. Zanzibar inakwenda kufa kabisa vyama vya upinzani.
Na hapa napenda kutoa tamko na onyo kwa vile vyama vya upinzani ambavyo vina kiherehere vya kuweza kutoa maneno ya uchochezi katika nchi yetu na viongozi wetu. Hatutokubali salamu hizi sifike kule Zanzibar na Pemba, kwamba hatuko tayari kuhakikisha kwamba tunaharibiwa siasa yetu, na viongozi wetu ni watu ambao kwa hawajui maumivu ya nchi hii. Nchi hii imepatikana kwa kukombolewa, na kwa sasa viongozi waliosimama wana uwezo mkubwa, na tunaona maendeleo kila pahali, barabara mpaka vichochoroni. Mimi ninayesimama hapa ni diwani Ali Juma Shaibu, ni diwani wa wadi ya Tumbe. Lakini nataka niwaambie watazamaji wanaonisikiliza hapa, mkoa wetu una kiongozi shupavu ambaye ni Umu Salama, mkuu wetu wa mkoa. Amepewa nguvu ni nani? Marais wetu hawa wawili, Dr. Mwinyi na Mama Samia. Uwezo wao ni mkubwa na wanatufanya mikoa yetu hiyo nini iwe mikubwa kabisa. Nikushukuru sana. Asante sana. Sawa. Haya, wajumbe wanaingia. Mjumbe mwingine ambaye kabla ya kuwa waziri aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa vijana UVCCM, wakati huo hapa na pazoea, hapa na nyumbani kwake. Kijana cha namna hii ameshakizoea sana, lakini ni waziri wa masuala ya habari, vijana kutoka Zanzibar. Nasi pia tumetoka Zanzibar, kwa hiyo tupo na bosi wetu hapa. Mheshimiwa Tabia, habari yako? Nzuri kabisa, nashukuru sana. Wema? Wema kabisa, tunamshukuru Mungu. Leo mnakwenda kutekeleza mambo matatu, kuelezea ilani, lakini pia mabadiliko madogo madogo, na baada hapo utambulisho wa ilani mpya. Kwenye yale ambayo yote yamefanywa Zanzibar, kwenye wizara ambayo Mheshimiwa Rais alikupatia majukumu hayo, una deni ambalo hujalikamilisha. Uwanja ni huu, tupo live ili tukienda ndani watu wajue wizara ya habari mna deni kwenye ilani. Nashukuru sana. Kimsingi kwanza tunamshukuru Mungu kutukutanisha hapa leo, lakini kama ulivyosema kwenye presentation na utekelezaji wa ilani, mkutano mkuu uliopita tulifanya kwa upande wa Zanzibar na watu wote walijionea mambo kwa vitendo. Nataka kuhakikishia kwamba kupitia wizara ya habari, vijana, utamaduni na michezo, yako mambo ataendelea kuyaona kwa sababu ni mambo endelevu. Sina deni kwa sababu kwa mujibu wa bajeti ambayo nimetengewa 2024-2025 tayari nimekamilisha kila kilichopangwa kwenye bajeti. Lakini juzi nimekwisha kupitisha bajeti yangu ya 25-26, tayari tumeshatenga fedha kuendeleza kile ambacho kimepangwa kwa mujibu wa utekelezaji wa ilani. Nataka niseme Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametekeleza kwa vitendo ahadi zake zote zilizomo ndani ya ilani, lakini amejiongeza yako mambo ambayo ameyafanya ziada. Tumejionea presentation iliyopita uwanja wa Amani ulivyokamilika, na juzi watu wameweza kuona kwamba umuhimu wa kuwa na uwanja wenye viwango vya FIFA na CAF. Mechi kubwa ya kimataifa ya Afrika iliweza kuchezwa Amani, na hatimaye Afrika nzima ilielekeza jicho lake katika uwanja wa Amani. Kwa hiyo nataka niseme tulichokifanya uwanja wa Amani ndicho tulichokifanya uwanja wa Gombani, na pengine ni zaidi ya hicho. Lakini tuna miradi ya sanaa, kwa maana nyumba ya sanaa tayari imekamilika kwa karibuni 80%. Yako mengi ambayo watakwenda kuyaona kwenye utekelezaji wa ilani. Nachoshukuru Mungu kwamba miongoni mwa wizara ambazo zitaonesha miradi yake na utekelezaji wake wa ilani, basi itakuwa ni wizara ya habari, vijana, utamaduni na michezo. Mheshimiwa Tabia, ni bahati au ndio umekuwa na kismat, umekuwa waziri mwanamke wa wizara ya habari na michezo, mambo makubwa Zanzibar yamefanyika? Ni bahati kwako au ni namna ambavyo umeingia na mguu mzuri pamoja na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi? Mimi naweza kusema labda bahati ni kitu cha kwanza, lakini cha pili nadhani ni uzalendo na mapenzi kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu nimekitumikia chama hichi kwa weledi mkubwa, na mpaka ikafikia Mheshimiwa Rais akaniona na akahisi kwamba nafaa kumsaidia, akaniamini, akanipa wizara. Na ninaamini miongoni mwa ambao hawakumwangusha Mheshimiwa Rais, na mimi ni ambaye sikumwangusha, na ndio maana mpaka leo nipo. Kwa hiyo nataka niwaahidi wananchi wote wa Zanzibar, wa Tanzania na Mheshimiwa Rais wangu kwamba
nitaendelea kujituma kwa hali na mali kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu wa mwezi wa 10 tunatembea kifua mbele katika kueleza kwa vitendo yale ambayo yameahidiwa kwamba yamekamilika, na tunaamini wananchi wote watatua kura kwa upendo, kwa uzalendo na kwa wingi zaidi, kwa sababu tayari tumekamilisha miradi yetu. Kwa ufupi sana, una dhamana ya habari, tunaelekea uchaguzi mkuu, unatuambia nini vyombo vya habari kiujumla kwenye jambo hilo kwa ufupi sana mheshimiwa, eneo nyeti hilo? Kwa kifupi kabisa niseme, kwanza nachukua fursa hii kutoa wito kwa waandishi wa habari wote wa vyombo vya serikali na vyombo vya binafsi na wale wa kujitegemea kwamba kuendelea kufuata masharti yaliyowekwa na sheria yetu, kanuni zetu na taratibu zetu. Na takribani wiki 3 zilizopita tumekusha kwenda kupitisha kanuni ya uchaguzi na vyombo vya habari. Kwa hiyo naamini kwamba wanahabari wataifuata kanuni ile. Ni vizuri kuipitia, kuisoma kwa makini na kuifahamu ili waweze kutekeleza na wasifanye kitu ambacho kiko nje ya kanuni ya habari. Kwa hivyo nashukuru sana. Kushukuru Mheshimiwa Tabia. Asante. Karibu Dodoma. Sawa. Tupiga story naye. Haya. Naibu Katibu Mkuu wa vijana UVCCM Zanzibar, ndugu yetu Abdi Mahmud, naye pia yupo hapa, mjumbe wa mkutano mkuu. Abdi, mambo vipi? Safi kabisa. Mema kabisa. Safi kabisa. Sawa. Bwana, vijana mna deni kwenye ilani, mnakidai chama, mnaidai serikali kama vijana, na wewe ndio msemaji wa vijana. Kwanza nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Abdi Mahmud Abdi, ni naibu katibu mkuu wa UVCCM Zanzibar, na leo tuko hapa Dodoma maalum kabisa kwa ajili ya kushiriki katika mkutano mkuu wa CCM Taifa. Hapa mkutano mkuu huu wa leo maalum kwa ajili ya kazi maalum ambazo mmeweza kuzielezea. Kwa kweli sisi kama vijana wa Tanzania hatuna deni kwa viongozi wetu kwa ilani inayomaliza. Kwa maana yale yote ambayo walituahidi watatufanyia yametekelezwa kwa 100%. Lakini pia viongozi wetu hawa, mfano kama kule Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amekiuka ilani. Maanake hata viwanja vya michezo hatukumwambia ajenge viwanja vile vya kisasa, ambapo sasa mpaka yani mashirikisho ya kimataifa ya mpira yanaleta fainali pale Zanzibar. Kwa maana ni maendeleo makubwa sana ambayo hata katika ilani yetu kwa miaka 5 iliyopita tulikuwa tuna malengo hayo, lakini hatukuwa na kama vile ambavyo yeye amefanya. Kwa hiyo sisi kama vijana katika upande wa ilani hii ambayo inamaliza mwaka huu 2025 hii sisi hatuna deni, lakini katika ilani ijayo tutaona leo hapo baadaye tutaambiwa kama ilani yetu ya mara hii imekusanya hivi, na mimi naamini kwa sababu tumechukuliwa mawazo yetu katika mikoa yote ya Tanzania, vijana tumepewa nafasi kubwa. Zaidi ya 85% ya mawazo ambayo yapo katika ilani mpya ni ya vijana. Kwa hiyo tunategemea kwamba mwaka huu sisi ilani hii itatufaiwa sana vijana, na inshallah tutatufikisha katika nchi ya maendeleo ya juu zaidi. Abdi, tukitoka kesho kwenye mkutano huu, bila shaka kipinga kimepulizwa kwenu ndani ya chama. Vijana, agenda yenu kuu ni ipi? Sisi kwa kweli tunawaalika sana vijana wote, kijana wote ambao nahisi mimi naweza. Bahati nzuri kwenye chama chetu cha CCM sisi hatuna masharti mengi. Sharti kubwa ni kujua kusoma na kuandika na kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na kuwa Mtanzania. Ukiwa na sifa hiyo wewe unatosha sana. Kwa hiyo tunaomba sana vijana wote wa Tanzania kujitokeza kugombea katika nafasi mbalimbali za majimbo, viti maalumu na za udiwani. Tukushukuru Abdi. Asante sana, asante sana. Huyu ni naibu katibu mkuu wa vijana ama UVCCM Zanzibar, Abdi Mahmud. Waziri wa uwekezaji yupo, Mheshimiwa Sharif Al-Sharif yupo hapa Dodoma, na ni miongoni mwa wajumbe. Mheshimiwa, habari yako? Nzuri sana, tumefurahi Dodoma, hali ya hewa nzuri sana na kijani imetandaa hapo. Kwenye wanasema tulizungumza na mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Balozi Batilda amezungumzia mafanikio ya Zanzibar kwenye eneo la uwekezaji, akisema kisiwa cha Pemba kimekuwa na muunganiko mzuri na Tanga kwenye eneo la fursa za kiuwekezaji, na wao wamekuwa baadhi ya watu wanakuja kule kwenye uwanda wa Pemba. Ilani iliyopita imeakisi kwa kiasi gani kwenye eneo la uwekezaji, namna ambavyo imeweza kukua au bado ipo pale pale kwenye eneo la uwekezaji kisiwa cha Pemba, ambao ni mkakati mkubwa wa Dr. Hussein Mwinyi kwenye namna kufungua milango ya Pemba kwenye eneo la kiuwekezaji? Wewe ndio mwenye dhamana ya uwekezaji. Alivyokuja tu Mheshimiwa Rais, moja kati ya sera yake ni kuifungua Pemba, na akaweka vivutio vizuri sana kwa wale wawekezaji ambao wanaenda kufanya uwekezaji wao Pemba, na nikwambie imesaidia sana.
miundombinu ambayo imewekwa Pemba sasa hivi na ambayo inaanza kiwemo hizi airport ya Pemba ambayo itachukua ndege moja kwa moja kutoka nje. Bandari mkoani tayari tumeona na kuna bandari pia Wete itajengwa. Haya ni mambo ambayo kwa kweli yataifungua zaidi Pemba. Na kesho kutwa tu tarehe 12 na nakukaribisheni Micheweni pale. Lile ni jambo kubwa sana naenda kufanya kuhakikisha sasa Pemba uwekezaji unakuwa mkubwa sana. Maeneo huru tulioweka Micheweni, yale ni maeneo ambayo kwa kweli yadaleta uwekezaji wa kimataifa kabisa. Na sasa hivi tayari tuna miradi mikubwa inakwenda pale. Mheshimiwa Rais amejitahidi kutengeneza barabara ya kilomita karibu 13.6 katika eneo lile. Kwa hiyo Pemba imefunguka, na connection ya Pemba sio Tanga tu. Connection ya Pemba ni Mombasa pia Kenya. Kwa hiyo utakuta kwamba sasa hivi yani tumejipanga vizuri na kuhakikisha kwamba ilani ya uchaguzi ya CCM tu ambayo tunaimalizia mara hii imeweza kufanya vizuri katika maeneo ya uwekezaji kwa Pemba. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ukimtazama Dr. Hussein Mwinyi, kauli mbiu ile inamwakisi kwenda nayo, kazi na utu, tunasonga mbele. Huyu bwana mimi nasema ni wa mfano na hakuna atatokezea mwingine katika staili hii. Tuombe kwanza tumchague tena katika hichi kipindi tunachokuja Oktoba, ili ile miaka 5 iliyobakia hii theme ambayo iko hapa izidi kuendelea, kwa sababu yeye kwa kweli utu wanao, kazi anataka iende, maendeleo tunayaona, hakuna la kuficha. Kijani itasonga mbele tu. Sisi moyo. Nikushukuru mheshimiwa. Asante. Tumezungumza naye waziri wa kazi, uchumi na uwekezaji. Tupo na Mheshimiwa Arafat, ana vyeo viwili, makamo wa rais wa Yanga, lakini pia ni mmoja kati ya mtendaji mkuu wa benki ya watu PBZ. Sawa. Flow manager yangu amenichomekea jambo. Umemwona Arafat? Umeona hilo jambo nitakuuliza tu, maana hilo nimeagizwa. Mheshimiwa Arafat, kwenye namna ya kuitazama Zanzibar kuna nyanja nyingi. Naomba nikupeleke kwenye PBZ, namna ya uimarishaji wa mambo hayo, lakini nje ya hapo leo umekuja kama mwalikwa hapa kwenye eneo hili. Tutazame kwako Tanzania kiujumla, unaionaje kwenye swala zima la kimaendeleo? Tuone kwenye sekta ya michezo, ndio sekta ambayo sekta mama kwako. Kwanza nashukuru, lakini niwapongeze kwa kuwepo katika viwanja hivi vya mkutano huu mkuu. Kiujumla miaka 4 iliyopita chama chetu cha Mapinduzi kupitia serikali zake mbili, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kimefanya kazi kubwa. Maendeleo kwa wananchi yamekuwa ni makubwa. Tumekuwa tukiona hali ya uchumi imezidi kuimarika Tanzania, uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, uchumi wa nchi, biashara zimefunguka, sekta ya fedha kama ulivyouliza imezidi kuimarika. Ukuaji wa sekta ya fedha umekuwa mkubwa katika kipindi hiki cha miaka 4 iliyopita, ikiashiria kwamba zile sera, miongozo, lakini pia usimamizi mzuri unaofanywa na serikali hii katika kuhakikisha sekta mbalimbali zinazidi kuimarika. Lakini katika michezo tumeona katika miaka hii 4 Tanzania tumeweza kushiriki fainali za kombe la shirikisho mara 2 mwaka 2023, lakini hii ambayo imemalizika juzi hapa tarehe 25 katika uwanja wa Amani. Lakini vile vile tunaona kwamba tunakwenda kuandaa mashindano ya CHAN na tunatarajia kuandaa mashindano ya AFCON mwaka 2027. Ni dalili kwamba kumekuwa na kasi ya ukuaji mkubwa katika sekta zote za kiuchumi. Maono haya ya viongozi wetu wakuu kwenye maeneo hayo, maana yake ni nini? Tafsiri yake ni ipi hasa? Ni kwamba utayari wao viongozi wetu, lakini dhamira yao kubwa kuona wanaipeleka nchi yetu katika hatua kubwa sana kimaendeleo, kuona mwananchi wa Tanzania anazidi kuwa katika hali nzuri kisiasa, amani, kiuchumi, lakini maendeleo ya nchi kwa ujumla. Nchi imezidi kufunguka, tumeona miundombinu inazidi kuboreshwa, sekta za afya, sekta za elimu. Ni kutokana na maono hayo makubwa ambayo viongozi wetu hawa wakuu wa nchi wamekuwa nayo. Kwenye goli la mama ambalo ni sekta ya michezo pia limeakisi ama limechagiza kwa kiwango gani ufanisi wa vilabu vyetu kwenye mashindano mbalimbali? Ilikuwa ni hamasa kubwa sana ambayo ilikuwa inawapa motisha wachezaji, mabenchi ya ufundi pamoja na viongozi wa timu zetu, lakini ilikuwa inaonyesha kwamba
mama kama raia namba moja, rais wetu yuko pamoja na timu zake, yupo karibu na vijana wake, naye amekuwa akiwaunga mkono. Tumeona katika fainali zote mbili mama alitoa ndege ambazo zilikwenda kuzipeleka timu zetu kushiriki katika mashindano ama katika mechi zile za fainali. Kwa hiyo ni kuungwa mkono kwa hali ya juu ambako serikali yetu imeonyesha kwa timu zetu hizi. Mheshimiwa Arafat, swali la floor manager yangu Juma Ayubu, Yanga mnakwenda mwendi? Hiyo rangi ya Mike mimi sijaipenda. Rangi ya Mike hujaipenda? Kwa hiyo kama hujaipenda, jawabu ni lipi? Hiyo rangi mimi sijaifurahia sana. Jawabu limepatikana kwa bwana. Nikushukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais Arafat. Tumezungumza naye hapa, ameweza pia kuelezea mawili matatu. Bado wajumbe wanaendelea kuingia hapa kwenye eneo hili. Wajumbe ni wengi, wajumbe ni wengi sana, zaidi ya 1000 na ambao wataingia humu ndani, na kadri ambapo muda unavyozidi kusonga mbele na wao wanazidi kumiminika. Saa 4 ndipo ambapo ratiba inatarajiwa kuanza. Kwa muda huu ni muda tu wa wajumbe kuingia kwenye ukumbi huu wa Kikwete na Jakaya Kikwete Convention Center hapa Dodoma, na ukijaribu kutazama wasanii wengi na wao wameshaingia, zaidi ya mikoa 32 ya Zanzibar pamoja na Tanzania bara kiujumla, chila mbali ile mikoa 5 ya Zanzibar ambayo wajumbe wao wengi tumeshawaona kwenye eneo hili wamefika hapa. Mimi naitwa Namala Suleiman, nipo na Saf bin Ali pamoja na Juma Ayub Mohamed, tupo hapa. Sawa. Floor manager kuna maelekezo ananipa, nijaribu kuweza pia kutazama kwa namna ambavyo hali itakavyokuwa. Jana pia kuna taarifa ambayo ilikuwa imetoka. Awali nilikuwa nataka nikupitishie kwenye taarifa hiyo ambayo ilifanyika hapa Dodoma. Ilikuwa ni uteuzi halmashauri kuu ya CCM Taifa NEC, kikao chake maalum ambacho kilifanyika kwa maana kwamba jana Mei 28 jijini Dodoma imefanya uchaguzi wa wajumbe 4 wa kamati. Wajumbe hao ambao wamechaguliwa ni Namelok Edward Sokoine, yeye ni mjumbe, lakini Dr. Juma Abdallah Mabodi ambaye aliwahi kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, naye amechaguliwa. Salim Faraji Abri maarufu Asas, naye amechaguliwa. Hamad Hassan Chande naye amechaguliwa, ambao hawa ndio wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, ambao na wao watakuja kujumuika hapa na wajumbe wa mkutano huu mkuu maalum. Wenyewe wameuita jina la maalum, na tutakwenda kutazama huo maalum wake, na kuna sehemu ya wasanii ambao nao watapata nafasi ya kutumbuiza kwenye mkutano huu pale ambapo muda utakapofika kuweza kuona namna ambavyo mambo hayo yalivyo. Vijana ni wengi sana ambao wamejitokeza hapa na wana namna ya kuwa na shauku ya kuzungumza, kuelezea, lakini kusubiri kwa kiasi kikubwa yale ambayo tunasema ni mafanikio kwao. Mimi naitwa Namala Suleiman, mtazamaji, bado tupo hapa, tutakwenda mapumziko mafupi sana, alafu baada ya hapo tutarejea tena ili kuendelea na ungwe nyingine ya mazungumzo na viongozi mbalimbali ambao wanakuja hapa kwenye mkutano maalum hapa Dodoma. Mimi naitwa Namala Suleiman.